Tuombe. Mungu, asante kwa ajili ya siku ya 4. Siku ya 4 katika mwaka wa 2021. Jina la Bwana libarikiwe, aliyetuchukua katika umbali huu. Kwa jinsi ambavyo umetembea pamoja nasi Jehova, kama sisi ambao tumetembea pamoja nawe katika mwaka wa 2020, na hatimaye imekupendeza kutuleta katika mwaka huu ambao mwenyewe umetuambia kwamba umeupamba, umeubisha taji ya wema. Amen. Umetuambia kwamba mwaka huu umeupamba kwa unono unaodondoka kutoka mbinguni. Amen. Kama ulipowapa wana wa Israeli mana, wakala jangwani wakashiba. Kama ulipowapa wana wa Israeli kware, wakala wakashiba. Amen. Ndivyo ambavyo Mungu mwaka huu, sio tu kwamba tutashiba katika roho, lakini tutakula na kushiba katika mwili. Amen. Tutakula na kushiba katika maisha yetu. Amen. Na tutakula vile ambavyo vinaliwa. Amen. Na afya kila mmoja itakuwa njema kwa jina la Yesu. Amen. Mungu, katika mwaka 2021 tunataka roho ya changamko, Amen. roho ya maombi, Amen. roho ya kufanikiwa. Amen. Tunaomba Bwana ukatusaidie lolote ambalo tutakwenda kutia mkono mwaka huu likafanikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Tunajiweka wakfu, tunaweka wakfu kanisa, tunaweka wakfu familia zetu, tunaweka wakfu taifa letu la Tanzania, nchi yetu ya Zanzibar. Kama ambavyo tumekuwa katika uchumi wa kati, ni maombi yetu ya kwamba Bwana, katika mwongo ambao tumeanza, katika decade ambayo tumeanza kuelekea 2030, tunaomba tuje katika uchumi wa juu kama wa wengine ambao uliwapatia kwa jina la Yesu. Amen. Wewe ni Mungu usiye na upendeleo. Amen. Umesema akionekana mtu katika kila taifa anayafanya mapenzi yako, unamsikia huyo. Amen. Na katika taifa hili kuna watu ambao tunayafanya mapenzi yako. Amen. Na bila shaka tunapoomba unasikia. Amen. Ukatende mambo makubwa. Amen. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nakukaribisha kwa mara nyingine tena katika siku hii njema ya kujifunza neno la Mungu, kujifunza Biblia. Na nataka nizungumze kwa kifupi juu ya umuhimu wa mwezi wa kwanza. Umuhimu wa mwezi wa kwanza. Niligusia kidogo katika siku ya Jumapili kuhusiana na umuhimu wa mwezi huu, na nilieleza mambo machache, lakini ni vizuri ikatusaidia sisi na wale ambao wanatufuatilia kutoka mbali kupitia TV yetu ya Mvua za Baraka, ili na wao pia wapate kile ambacho na sisi hapa tunapata. Ndio maana nataka nizungumze umuhimu wa mwezi wa kwanza. Ni mwezi muhimu sana, na unaweza kujiuliza sababu nyingi. Kwa nini muhimu? Ni muhimu kwa sababu ndio mwezi unaobeba miezi yote. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini muhimu? Ni muhimu, ndio mwezi ambao unaweza ukapanga mipango ya miezi mingine yote ukiwa wa kwanza. Lakini huwezi kuwa mwezi Juni afu unapanga mipango ya mwezi wa kwanza uliopita. Huwezi kuwa kwenye mwezi Machi afu unapanga mipango ya mwezi wa kwanza uliopita. Kwa hiyo mwezi huu ni mwezi ambao ndio tunaita mwezi ufunguo, mwezi kaka, mwezi ambao miezi mingine yote inajikuta iko pale baada ya wenyewe kutangulia. Na ni mwezi wa muhimu sana kwa mambo mbalimbali. Ni mwezi wa muhimu sana kwa mipango, ni mwezi wa muhimu sana kwa maombi, ni mwezi wa muhimu sana kwa kufunga, ni mwezi wa muhimu sana kwa sadaka, ni mwezi wa muhimu sana 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 hata kwa ajili ya mambo ya uamsho. Ni mwezi ambao ukiangalia katika Biblia mara kadhaa utaona matukio kadhaa yanajitokeza katika mwezi huu. Kwa hiyo na sisi ni lazima tuchukue mwezi huu kwa uzito. Kwa mfano, mwezi huu wa kwanza kwa kalenda ya Kiyahudi, mwezi wa kwanza unaitwa mwezi Abibu. Lakini kule Babiloni au kule Babeli au kwa sasa Iraki ulijulikana kama mwezi Nisani. Mwezi Nisani, pia unazungumza mwezi wa kwanza. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sisi tukichukulia kama
mwezi Abibu wa Kiyahudi hauwezi kuwa mwezi wa kwanza kama huu. Na ndio maana hatuhitaji kutumia miezi ya watu wengine, hatuhitaji kukopa. Mwambie hapa hatuhitaji kukopa. Nilifurahia sana nilisikia mhubiri mmoja akasema ni vizuri kuomba kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Lakini akasema Yesu ameshasaisha jambo hilo. Tusiwe tunakopa baba. Tunaweza kuomba kwa baba yetu wa mbinguni. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeelekezwa na Yesu kwamba mnapoomba ombeni hivi: Baba yetu uliye. Unapomtaja Mungu kama baba, unaleta uhusiano wa kiwango cha juu sana kuliko unapomtaja Mungu kama baba wa fulani. Umeelewa? Usimtaje Mungu kama baba wa fulani. Unamtaja Mungu kama baba kwenye maisha yako. Tunajua ni baba wa Bwana wetu Yesu. Na kama Yesu ndo kaka wa kwanza mtambulizi, sisi pia ni baba yetu, sisi na ndugu zake. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tusiwe na tabia ya kupenda kukopa. Na watu wamekuwa na maneno mazito sana. Wewe unajua ni Mungu wa Elia ni sawa. Wewe si ni Mungu ni sawa. Lakini tunahitaji sisi wenyewe kuwa na uhusiano naye sisi wenyewe binafsi. Kwa hiyo kwa kalenda tunayotumia, huu ndio mwezi wa kwanza kwenye taifa letu. Na leo siku ya 4 tutamu mwezi umeanza. Kwa hiyo ni lazima tuuangalie mwezi huu, tuutendee haki vile unavyotakiwa. Ili kwamba tunapoanza kuyoyoma katika miezi mingine, tunapoanza kushika kasi kwenye miezi mingine, yale mambo ya msingi ya kiroho yote tumeshayaweka vizuri kwenye mwezi kaka, kwenye mwezi ufunguo, kwenye mwezi lango, kwenye mwezi wa baraka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa sio mahali pa kucheza napo. Hapa ndo mahali ambapo unaweza kujifunga kwa siku zako 7 za maombi, siku zako 3 za maombi ya kufunga na kuomba. Hapa ndo mahali unaweza kujifunga kwa sadaka yako maalumu ambayo unampelekea Bwana sadaka na kumwambia Bwana, sadaka niloleta ni 100,000, lakini naomba Bwana mwaka huu kwa rehema zako, kama vile ambavyo aliomba Isaka alipoomba, alikuwa na kipimo kimoja tu alipoenda kupanda, lakini ukampa 100. Lakini mimi sitaki kumwiga Isaka. Mimi nikisema naomba hii 100,000 ziwe 100, basi pengine itakuwa nimepata pengine milioni 10 labda. Lakini nataka Roho Mtakatifu kupitia 100,000 hii ambayo naipanda, na unajua kama ni hela yangu ya ngama, hela yangu ya machozi, nataka mwaka huu unipe 100,000 mara 1,000. Huo unaweza kufanya mwezi wa kwanza. Alafu kazi yako miezi mingine ni kutazamia, kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kuendelea kufanya kazi kwa moyo, kuendelea kufanya kazi kwa kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huu sio mwezi wa kuchukulia kijuujuu. Ni mwezi wa kujiweka wafu. Sio mwezi wa kuchukulia juujuu. Ni mwezi ambao unaweka nadhiri mbele za Mungu, ya kwamba Mungu nitakutumikia. Changu ni chako. Kama ambavyo Yakobo alipokuwa anatoka zake kutoka katika nchi ya baba yake na anakwenda katika nchi ya babu zake, ya wajomba zake. Biblia inasema Yakobo akamwambia Mungu ya kwamba ninakwenda, naondoka kwa wazazi wangu, naondoka kwa baba na mama, lakini ninapoondoka namna hii Mungu, tazama kuna mambo nataka nikuombe na unifanyie. Kwamba jambo la kwanza, ninapokwenda unilinde. Jambo la pili, unifanikishe. Jambo la tatu, nikirudi salama kwa wazazi wangu, vyote unavyonipatia mimi nitakupa wewe sehemu ya 10. Bwana asifiwe. Hayo unasema tangu Januari mosi, Januari pili, Januari 3, Januari 4, Januari 5, Januari 6, mpaka pale Januari 31. Unamwambia Mungu ya kwamba mwaka huu Mungu, nataka nikuhakikishie kwamba nitakuwa mwaminifu mbele zako. Chochote utakachonipa mimi nitakupa wewe sehemu ya 10. Huu ndio mwezi wenyewe. Lakini je, una nia hiyo? Wengi wamekuwa kiangalia sana shida zao, matatizo yao. Haya ndio wanaangalia. Kwa hiyo wakienda mbele za Mungu, wao ndio wanaonekana wenye shida nyingi za kumhitaji Mungu kuliko Mungu kuwahitaji wao. Mungu pia anakuhitaji na wewe. Mungu anataja commitment yako, anaitaka kujiweka kwako wakfu, anataka. Kwa sababu hatumii viumbe vingine vyote kwa sasa, ni sisi wanadamu. Na kama ni wanadamu, anamtaka mtu ambaye atasema najiweka wakfu kwa ajili ya sifa, najiweka wakfu kwa ajili ya kwaya, najiweka wakfu kwa ajili ya watoto, najiweka wakfu kwa ajili ya maombi, najiweka wakfu kwa ajili ya ukaribishaji, uinjilisti, najiweka wakfu kwa ajili ya kusaidia huduma, najiweka wakfu kwa ajili ya mchungaji. Mungu anataka watu wa namna hiyo pia, watakao kwenda mbele zake na kusema kwamba Mungu, mimi niko hapa mwaka huu, nitumie utakavyotaka. Vile unavyoona Mungu nitumie, niko tayari, nitapatikana.
Lakini watu wangapi wanaweza kusema hivyo? Na Mungu anasubiri. Sio tu ile sisi kwenda, unajua Mungu mwaka unijengee nyumba, Mungu mwaka uninunulie gari, sawa nitakujengea na kununulia gari. Mungu mwaka unipe mke, nipe na watoto, sawa. Anakusikiliza mpaka mwisho. Hujajikomiti chochote kufanya kwa ajili yake. Yaani una kitu kinaitwa selfishness, yani una roho ya ubinafsi kupindukia. Lazima uende mbele za Bwana akamwambia Mungu, hizi hela ndo ninazozihitaji, lakini ukinipa hela hizi nitakupa sehemu yako. Mungu anataka kufungua kampuni. Ukinifanikisha kufungua hiyo kampuni, faida ya kwanza haijalishi kubwa kiasi gani, itapeleka kwa mtumishi wako. Umeelewa? Sasa Mungu anapokutana na mtu wa namna hiyo, anashawishika kumtumia. Kwa sababu anaona hapa kuna win situation. Yaani mimi nafaidika kwa kuwa na Gaudens, na Gaudens anafaidika kwa kuwa na mimi. Umeelewa? Kwa sababu ninaposimama hapa najiweka wakfu kuhubiri, Mungu anafaidika na waandaa watu wake. Na alimwambia Simoni Petro, unanipenda mimi kuliko haya unayaona? Akasema, Bwana nakupenda. Akasema, chunga kondoo wangu. Akamuuliza tena mara ya pili, unanipenda kuliko hawa? Akasema, ndio Bwana, unajua nakupenda. Akamwambia, lisha kondoo wangu. Mungu anataka mtu aliye tayari kuchunga, aliye tayari kulisha, aliye tayari kufuatilia, aliye tayari kukaribisha, aliye tayari kuombea, aliye tayari kutia moyo, aliye tayari kuwafanya watu waendelee kusimama. Ndio maana Paulo mtume anasema, sisi tunaishi ikiwa ninyi mnasimama imara katika Bwana. Kwa sababu kujitoa kwa Paulo ndio sababu ya watu wengi kusimama katika imani. Amen. Kama asipojitoa Paulo, watu hawatasimama. Kwa hiyo wewe kama ni mama, kama ni mzazi, usipojitoa, usishangae watoto wako nao wasipojitoa. Wewe kama ni baba, wewe kama ni mama, Jumatatu unalala tu nyumbani, Alhamisi unalala tu nyumbani, alafu unatarajia wanao waende kanisani. Ni kama mtu anawafukuzia wanaenda waende kanisani alale. Ile spirit ulionayo itakuja juu yao. Watakuwa wavivu wa kutisha kama ulivyo mvivu. Lakini unajikuona hata kama umechoka, umemwahidi Mungu kwamba hata kama nitakuwa nimechoka, maadamu kuna siku ya ibada nitakuwepo, kuna siku ya maombi nitakuwepo, utashangaa ile spirit, ile roho inaambukiza kwa wale wengine. Kwa hiyo huu ni mwezi ambao tunapaswa kuuchukulia kwa uzito sana. Bwana asifiwe. Amen. Ni katika mwezi wa kwanza ndipo Mungu alipowakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye mikono ya Farao, ambao unaitwa mwezi Abibu. Na Mungu alipokuja kwa Musa alimwambia hivi, huu utakuwa ni mwezi kati ya miezi kwenu. Manake hiki ni kitu maalum. Hakifanyikaji mwezi wa 5, hakifanyikaji mwezi wa 7, hiki kitafanyika mwezi huu wa kwanza. Amen. Maombi kwa ajili ya uamsho lazima tuombe mwezi wa kwanza. Amen. Maombi kwa ajili ya ukombozi lazima tuombe mwezi wa kwanza. Amen. Maombi kwa ajili ya familia lazima tuombe. Sio kwamba kuombea hatutaomba, lakini Mungu alimwambia Musa, huu utakuwa mwezi kati ya miezi kwenu. Maana huu sio mwezi wa kawaida, huu ni mwezi unabeba miezi mingine yote. Huu ndio mwezi kaka. Watu hawaupendi kwa sababu wanasema ni mwezi unayekutana na mwisho wa mwezi ule uliopita. Kwa hiyo watu ambao hawajui jinsi ya kutumia hela zao, walinywea pombe, walifanyia anasa. Sasa ikibuka Januari, watoto wanataka madaftari, watoto wanataka kalamu, watoto wanataka vitu mbalimbali. Unamwona baba anabonyea, sina hizo hela zote, umenywea pombe wewe. Una hela zote umechezea tu. Una nini? Ulikuwa ujibu na wanafunzi. Labda kama huna, kwa maana huna, ulikuwa huna kweli, lakini sio kwa wale ambao wanachezea pesa. Tunakwenda bichi, si tunakwenda wapi? Inafika sasa unapigiwa simu na uliyemzalisha, anataka japo hela kidogo kwa kumnunulia mtoto ka uniform, kumnunulia mtoto viatu, unang'aka. Hela zote umemalizia baa. Uache huo upumbavu. Amen. Huu ndio mwezi kaka, utumie vizuri. Wekeza kwa wanao. Hakikisha mwanao anakwenda shule kwa amani. Hakikisha mwanao anakwenda shule hana manunguniko. Sio unampeleka mtoto shule hana kalamu na nini, mtoto anahuzunika. Hapa akifanya vibaya, huyu mtoto nini? Wewe ndio umesababisha. Hapa nazungumza na walevi.
ambao mnatufuatilia kupitia Mvua za Baraka, msikie. Kama ulikwenda kulewa na ukapoteza hela zako zote za kushindwa kusaidia watoto uliowazaa maeneo mbalimbali, wewe ni mpumbavu. Unapaswa kuwa na hekima ya maisha, kwamba huu ni mwezi wa kwanza nawekeza kwa wanangu, huu ni mwezi wa kwanza nawekeza kwa familia yangu. Watoto wako wanakwenda shule wakiwa smart. Watoto wako wanakwenda shule wakiwa na furaha, yani wanaisubiri ile tarehe ya kwenda shuleni, kwa sababu wanaona kuna viatu vipya, kuna soksi mpya, kuna begi mpya la kwenda kuwalingishia wenzao. Pigie mama makofi. Sisi tunafahamu kwamba watoto wetu si kwamba wanataka mabegi mapya kwa sababu hawana mabegi, wanataka begi la kulingishia. Na wanajisikia vizuri wanapopita kwa wenzao, akiangalia soksi mpya, kaptula mpya, shati jipya, nywele kanyoa vizuri, uso umekaa vizuri. Kwa nini mtoto asisikie furaha kwenda shule? Wala ukimwamsha ajisikii uvivu. Amen. Lakini wewe unamwacha mtoto kaptula imechanika, unaambia mamake piga uzi asubuhi. Asubuhi ndio mama anaambiwa, yani na nyinyi wazazi mnisikilize. Baada shule zinafunguliwa tarehe 11, andaa uniform za wanao. Amen. Zanzibar shule zinafunguliwa tarehe 18, jiandae. Acha kumkumbusha mkeo asubuhi. Ile eti kimfuko kile kilichokaa lebo ya shule kimekaa hivi. Hebu kishikize. Acha wazimu huo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua hata wewe ukiwa na nguo mpya unajisikia vizuri kuja kanisani. Kwa sababu unajua watu wenye moyo mzuri, wenye moyo safi wataniambia japo umependeza. Yaani unafurahia Jumapili ifike. Na watoto ni hivyo. Kwa hiyo ni lazima huu mwezi, ni mwezi kweli unatubana kwa maana ya mahitaji ya familia zetu, lakini ndio mwezi mzuri wa kumfanya mtoto wako awe na uwezo shuleni au mvunje moyo mapema kabla hata hujafika mwezi wa pili. Mtoto anakuwa na shauku labda kesho kutwa. Ikifika ile siku unamlazimisha kuvaa maviatu yamekaa hivi, utafikiri mlima wa Kitonga au Sekenge. Umeelewa? Mtoto huyo ataenda shule kwa mabavu yako, lakini moyoni hana amani, hana raha. Kwa hiyo unaanza kumharibia uwezo wake wa kiakili tangu siku ya kwanza. Lakini akipata mahitaji yake, ukaweka wakfu wewe maisha yako kwake, kwa kujizuia zile fedha ambazo ungefanya mambo unayotaka, unajizuia zile fedha kwa ajili yake, unajiweka wakfu kwa ajili ya wanao. Nisikilize, kuna kujiweka wakfu pia kwa ajili ya familia, tuelewe. Ndio maana Yesu alisema hivi, najiweka wakfu mwenyewe. Yaani kwa kutaka kwangu najiweka wakfu. Sio kwamba wewe baba una amri ya kunywa pombe hela zako. Sio kwamba wewe baba una amri ya kutapanya pesa zako. Unayo hiyo amri na mamlaka unayo. Lakini kwa sababu ya familia yako, kwa sababu ya watoto wako, jiweke wakfu mwenyewe. Amen. Tengeneza mioyo ya watoto wako mapema Januari. Utashangaa watapenda shule mwaka mzima. Sema amen. Hebu tuanze kusoma maandiko. Katika Kutoka, kumbuka tunazungumzia umuhimu wa mwezi wa kwanza. Katika Kutoka sura ya 12. Kitabu cha Kutoka kama kilivyoandikwa na Musa. Sura ya 12, nasoma mstari wa 2. Kutoka 12 mstari wa 2. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa mwezi kwenu. Ni mwezi wa kwanza. Amen. Utakuwa mwanzo wa mwezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa nini? Wa kwanza wa mwaka kwenu. Sema amina. Amen. Sema amina. Mungu anapofanya mambo makubwa ya mageuzi, anatamani kila wakati ambapo mambo makubwa ya mageuzi yakifanyika, tuyahesabu ni kama mwezi wa kwanza. Hapa alikuwa anafanya tendo la kidunia ambalo lilikuwa linafanyika kwa kalenda za kule walikokuwa, haikuwa mwezi wa kwanza. Umeelewa? Amen. Lakini Mungu akawapa kalenda yao mpya, ya kwamba kwa kalenda yenu kuanzia leo, haya ninayokwenda kuyafanya, huu mwezi mtauadhimisha kama mwezi wa kwanza katika maisha yenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uone jinsi ambavyo mwezi wa kwanza una umuhimu kiasi gani. Sio kama miezi mingine sio miezi. Sio kama miezi mingine sio miezi
rafiki, sio miezi ndugu, lakini huu nimekwambia ni mwezi unaobeba miezi yote. Na Waswahili wana mithali inayosema nyota njema huonekana saa ngapi? Asubuhi. Mchana. Asubuhi. Nyota njema huonekana asubuhi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mwezi wa kwanza ni mwezi wa asubuhi. Amen. Ni mwezi wa mapema. Yaani unatakiwa hapa ukae vizuri na Mungu, uanze kuyapima mambo. Yaani mwaka huu nitapokea pesa nyingi sijawahi kuona. Amen. Wewe hapo ulipo na ugumu wako wote utaleta. Amen. Kwa sababu usipoleta kwa matakwa nitakutokea kwenye ndoto. Zile hela ziko wapi? Mbona fungu la 10 unakula? Mbona zaka unakula wewe? Yaani utaliona. Ngoja niwaambie, sio ndio tunasema mimi uongo. Ngoja niwaambie ushuhuda. Wakati nilipokuwa napitia changamoto ile ya majaribu ya magonjwa, nilikuwa nimelala hapa. Saa 9 usiku ikapigwa simu. Saa 9 sikupokea. Saa 9 na dakika chache nikaona kwenye simu yangu imetumwa hela kutoka nje. Siku hizi kuna namna ambayo unatuma hela kutoka Ulaya, kutoka Marekani, na inaingia hela kwenye simu yako na ile idadi ya hela. Hata kwa M-Pesa, kwa Tigo Pesa. Sasa mimi nikawa sizingatii sana. Mara kuelekea saa 9:30 saa 10 simu ikapigwa. Akapiga simu mtu mmoja kutoka Uturuki. Akanambia, "Daddy, very sorry." Nikamwambia kwa nini? Akasema, "Niliahidi kutoa kitu kwa ajili ya huduma hapo Zanzibar. Na muda mrefu sijatoa. Kwa hiyo nisamee, nimeshatuma." Nikamwambia, "Kuna msiko na sio." Akasema hivi, "Nikiwa nimelala usiku." Nasema hivi watu waelewe, sio mambo ya uongo. Nikiwa nimelala usiku, akasikia mtu anafungua milango. Akasikia bafuni maji yanamwagika kama mtu anaoga. Ikabidi aamke. Kwanza kaona taa imewashwa. Maji yanamwagika. Ikabidi aamke kwenda sebuleni, hamna mtu. Akaenda bafuni, hamna mtu. Hapo akasikia sauti ikamwambia, "Mtumie Bishop Gaudens ile pesa haraka." Amen. Mtumie Bishop Gaudens ile pesa haraka. Alituma usiku huo huo. Amen. Nitakutokea. Amen. Nakwambia nitakutokea. Amen. Nasema nitakutokea kwa jina la Yesu. Amen. Nasema nitakutokea. Amen. Hela inahusu kanisani uilete. Siwatishi, sitakuja kwako kichawi, na mtuma Roho Mtakatifu. Amen. Namwambia nenda. Wanaela za zako wamezikalia. Wanaela za mwahidi Mungu wamezikalia. Nenda sema nao walete. Amen. Nenda kutokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka ambao huu mwezi wa kwanza tunaweka sawa kila kitu. Na nyota njema itaonekana, baraka njema itaonekana mapema. Amen. Na unaposikia mafundisho kama haya, ujisikie kufanya kitu kwa haraka. Amina. Mimi sifurahii hata wewe kuchelewa mpaka kusubiri tarehe 31, lakini of course mpaka tarehe 31 bado ni mwezi wa kwanza. Na tarehe 31 itakuwa Jumapili pia. Mwezi huu tutakuwa Jumapili 5. Tumeshaanza ya kwanza tarehe 3, itakuja tarehe 10, itakuja tarehe 17, itakuja tarehe 24, itakuja tarehe 31. Lakini Bwana akusaidie. Na ile sadaka unayoweka, yale maombi unayoomba, mpendwa, maanisha na mwambie Mungu, maombi haya yalete mabadiliko kwenye maisha yako. Amen. Anasema mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza kwenu. Na huu ni mwezi wa kwanza kwetu. Amen. Au tuna mwezi wa kwanza mwingine? Hapana. Mwezi jina yako tuna mwingine? Kama mwezi wa pili kwako ndio wa kwanza kwa kalenda ya kwenu, labda kalenda ya kabila lenu, kaifutilie mbali. Kwa kalenda yetu sisi after Christ, yani baada ya kuzaliwa kwa Yesu, leo ni tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2021. Amen. Sema amin. Amen. Kwa hiyo sasa huu mwezi lazima uufungue. Mwambie jirani yako ufungue. Unaufungua kwa namna gani? Unasema mwezi wa kwanza ninakufungua, kila hela inayonihusu mwaka huu uiachie mapema.
kila hela yangu ya katika mwezi usizuie. Hela yangu ya mwezi wa kwanza usizuie, ya mwezi wa pili usizuie. Unataja mwezi mmoja mpaka Desemba. Umeelewa? Ule mwezi wa kwanza na kufungua miradi yangu ninayofanya, biashara zangu ninazofanya kuanzia mwezi wa kwanza, wa pili, unataja mpaka Desemba, wateja watakuja bila kupungua. Ule mwezi wa kwanza na kufungua, nina wateja pengine kwa mwezi napata wateja 200 300, ninakufungua uachilie wateja wengine 200 300. Umeelewa? Unaufungua mwezi. Na sio unafungua wa kwanza, unafungua ukiwa mwezi wa kwanza na unataja mwezi mmoja baada ya mwingine. Na muda huo unao. Nasema huo muda unao. Biblia inasema katika Mwanzo sura ile ya 8. Mwanzo sura ya 8. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 13. Ikawa mwaka wa 601 mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, maji yalikauka juu ya nchi. Nuhu akaondoa kifuniko cha safina. Mwambie mtu fulani, ondoa kifuniko chochote juu yako kwa jina la Yesu. Ondoa kifuniko. Kiondoe, sema na kiondoa. Na kiondoa kifuniko kinachozuia mafanikio. Na kiondoa kifuniko kinachozuia safari. Na kiondoa kifuniko kinachozuia kukua na kuongezeka. Na kiondoa kifuniko kinachozuia ndoa. Na kiondoa kifuniko kinachozuia fedha. Leo ukiondoe kwa jina la Yesu. Kila kifuniko, maana yanasema Nuhu akakiondoa kifuniko kilichokuwa kimefunika safina. Hawezi kuona kinachoendelea nje, hawezi kutoka, hawezi kuruhusu chochote kiingie. Unapoondoa kile kifuniko, maana yake ni kwamba uko huru kuingia na kutoka. Sio kwamba Nuhu alipotoka safinani akarudi tena safinani. Kumbuka safina ijenga yeye. Hata kuna wakati alipokuwa na mvua za kawaida, hasa isiye kwa kama ile ya mwanzo, anaamua kurudi kidogo, anatulia pale. Kwa sababu safina ilikuwa kama nyumba tu. Waliishi na wanyama. Hizi meli tunazosema zinazosafiri hizi, kuna watu wanatembea na hizo meli mwaka mzima baharini, kama wako nyumbani. Umeelewa? Kwa hiyo uondoe kifuniko kinachofunika miezi yote. Kifuniko ambacho kinafunika mwezi wa pili, uchumi wa kanisa, uchumi wako binafsi, uchumi wa familia, unakifunua kwa jina la Yesu. Amen. Na mimi nasema kila kifuniko cha mwezi wa pili na kifunua, cha mwezi wa tatu na kifunua, cha mwezi wa 4 na kifunua, cha mwezi wa 5 na kifunua, cha mwezi wa 6 na kifunua, cha mwezi wa 7 na kifunua, cha mwezi wa 8 na kifunua, cha mwezi wa 9 na kifunua, cha mwezi wa 10 na kifunua, cha mwezi wa 11 na kifunua, cha mwezi wa 12 na kigubua kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mwaka huu viondoe vifuniko vya kila mwezi. Useme najua mchungaji ni kawaida mwezi wa 6 hauna biashara, ondoa hiyo kifuniko wewe kwa jina la Yesu. Wewe unajua mchungaji ni kawaida low season. Low season, kuna season upande mwingine. Kama season upande huu, low upande huu kunakuwa na high, kwa sababu ndio kanuni, kunakuwa na high na low. Kaulize kule shule, hakuna positive kama hakuna negative. Kunakuwa positive na negative. Kwa hiyo ukiona huko umekaa hovyo, unaambia upande wapi? Umeelewa? Na Yesu anasema katika Mathayo, kwa sababu ufunguo unao, na wewe usijidharau. Unalo jina la Yesu, unayo mamlaka umepewa. Katika Injili ya Mathayo sura ya 16 mstari wa 19, Yesu anasema, Injili ya Mathayo sura ya 16 mstari wa 19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote, sema lolote, sema lolote, na lolote utakalo funga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Amen. Na lolote utakalo fungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo Nuhu alikuwa na kitu cha kuondoa ile komeo. Nuhu alikuwa na kifaa cha kuondoa ile kufuli. Nuhu alikuwa na kitu cha kuvunja ile siri.
Yesu anasema wewe pia nimekupa funguo. Amen. Kwa hiyo unayo funguo ambayo ni matamshi yako kwamba na ufungua huu mwezi kwa jina la Yesu. Amen. Na ufungua huu mwaka kwa jina la Yesu. Amen. Na ufungua kwa ajili ya upenyo wangu, na ufungua kwa ajili ya upenyo wa familia yangu, na ufungua kwa ajili ya mambo ya fedha. Unaufungua kwa jina la Yesu na utafunguka. Amen. Unaufungua kwa elimu yako. Hakutakuwa na vikwazo tena. Amen. Hakutakuwa na vizuizi tena. Amen. Hakutakuwa na namna yote ile ambayo shetani anaweza kuitumia kukudhoofisha, kukugalagaza, kukuumiza, kukuhuzunisha. Matamshi hayo unatamka mwezi huu. Amen. Matamshi hayo ya mamlaka kwa ujasiri na kwa imani unatamka mwezi huu. Ya kwamba mimi fulani nasimama mbele za Mungu, na kama Yesu alivyosema ya kwamba wewe ndiye Gaudes, ninakupa funguo za ufalme, nazipokea funguo kwa jina la Yesu. Amen. Na kwa sababu funguo ninazo na milango ninaiona iliyofungwa, ninafungua mlango fulani, ninafungua mlango huu, ninafungua mlango ule. Mpendwa, piga picha ya milango iliyoko mbele yako. Fungua milango ya safari zenye manufaa. Safari za kibiashara. Sio biashara ya kubaki hapa. Unasafiri mikoa mingine, unasafiri nchi nyingine. Funguo ya kuifungua Dubai unayo. Funguo ya kuifungua Thailand unayo. Funguo ya kuifungua Hong Kong unayo. Funguo ya kuifungua China unayo. Unasema ninafungua safari zangu sasa za kwenda China kuchukua nguo za watoto. Amen. Za kwenda Thailand kuchukua nguo za watoto. Amen. Za kwenda Nairobi kuchukua bidhaa fulani. Amen. Unafungua. Utashangaa, wewe unashangaa tu ghafla from nowhere anatokea mtu anakuambia, naona unafanya biashara fulani, unanunua wapi hizi nguo? Na ninanunua madukani. Sikiliza, kuna sehemu kule Kenya inaitwa Kikomba. Kuna sehemu kule Kenya inaitwa Isili. Hebu twende ukachukua ile mizigo, utapata faida. Amen. Unaanza kwenda Kikomba, unaanza kwenda Dar es Salaam, maana unakwenda soko kwa gani? Maana unataka mtu anakuambia, hivi naona unanunua nguo nyingi sana kwangu. Na ni kweli. Unatokea wapi? Unatokea mahali fulani. Sisi tunanuaga Nairobi, tunanuaga hizi, tunanuaga Dubai. Hizi tunanuaga China. Kwa hiyo kama una dola 10,000 tutakwenda wote. Usije tena kununua hapa. Ukienda kwa dola 10,000 utapata dola 10,000 ziada. Umesikia? Ulishafungua tangu Januari. Amen. Wanajiseti wenyewe. Huwezi kwenda kama kuna mtu anakuongoza. Kuna mtu atakwambia, nilihubiri wewe ujumbe kwamba kuna mtu anasikia habari ya baraka yako. Amen. Atakuja kufanya nini? Anayefanya nini? Atakuja kukwambia. Lakini kabla hatujamaliza, mwezi huu pia ni muhimu sana kutibua mipango yote ya kichawi dhidi yako. Wachawi wanaweza kupanga mkakati wa kukuchukua mwezi huu. Ingawa wanakusubiria mwezi wa 10, wanakusubiria Novemba, lakini mpango unapangwa mwezi huu. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi yako, tibua. Mwambie yako tibua. Unaanza kutibua kwamba kuna mtu huenda anapanga mwezi wa 4 kukufukuza kazi, lakini hilo jambo anapanga mwezi wa kwanza. Anapanga baada ya mwezi wa 6 asikupe mkataba tena. Jambo hilo amepanga mwezi wa kwanza. Kafanya tathmini ya kampuni yake, anasema katika wafanyakazi atakaondoa mwezi wa 6 na wewe umo. Amepanga mwezi wa kwanza. Kwa hiyo lazima uende mbele za Mungu utibue. Amen. Umeelewa? Amen. Naamani alipanga mpango wa kuangamiza Waisraeli mwezi wa kwanza. Umeelewa? Amen. Alipanga huo mpango mwezi wa kwanza. Lakini Mungu ashukuriwe kwa ajili ya Mordekai. Akatibua huo mpango kupitia maombi yeye, Esther na taifa la Wayahudi. Amen. Kwa hiyo na sisi pia tuna nafasi ya kutibua. Mimi nimeshaanza kutibua. Amen. Naambia kama mnakusudia kwa ajali za barabarani, amumpate mtu. Amen. Kama mnakusudia kwa magonjwa, amumpate mtu. Amen. Unatibua. Amen. Na sio tu unatibua mwezi wa kwanza pale unaambia hivi, kama mlipanga mwezi wa 2 nimetibua.
Mmepanga wa 3 nimetibua. Mmepanga mwezi wa 4 nimetibua. Mmepanga mwezi wa 5 nimetibua. Najua mpango wenu mmeuweka mwezi wa kwanza, lakini utekelezaji wenu nataka mtekeleze mwezi wa 6 nimetibua. Mnataka mtekeleze mwezi wa 7 nimetibua. Mnataka kutekeleza mwezi wa 8 nimetibua. Mnataka kutekeleza mwezi wa 9 nimetibua. Mnapanga kutekeleza mwezi wa 10 nimetibua. Mnapanga kutekeleza mwezi wa 11 nimetibua. Mnapanga kutekeleza mwezi wa Desemba, tena mmejipanga mnahaha kama wale simba walioandaliwa kwa ajili ya Daniel. Hiyo sasa nimetibua na kuwafunga midomo yenu kabisa kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Nasema sema amina. Utatibua. Amen. Nasema utatibua. Amen. Mordekai aliposikia kwamba Hamani kashaweka mpango, akamwambia Hamani, unapoteza muda. Hata kama umelipa na pesa, asikutishe mtu mwakaka kwambia wamekuloga, wametoa na ng'ombe, wametoa kafara kubwa, na wewe toa kafara kubwa, waambie achana, mimi nilishatibua zamani. Nasema tulishatibua. Amina. Na roho zetu, baadhi ya hawa ndugu wachawi, roho zetu zitawafuata wakiwa kwa waganga, tutawatiba hapo hapo. Amina. Sema amina. Amina. Yaani akiingia kwa mganga na kivuli chako kipo pale. Amina. Ile akianza kuita jina lako, mweleka kwa jina la Yesu. Amina. Pindu kwa jina la Yesu. Amina. Pindu mwingine. Amina. Ukiwajua wataje kwa jina la Yesu. Nasema ukiwajua mwaka huu wataje. Amen. Hawa wanakwenda kubweza puliza mwaka huu ukiwajua wabebi, mkienda kwa waganga, roho yangu itawafuata na kuwa pigeni kipimo cheza kule ugangani. Amen. Na watapigwa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema watapigwa. Amen. Hamani alipanga mauaji, udhalimu, uharibifu wa mali, uharibifu wa taifa. Mwezi ule ulikuwa ni wa kwanza. Lakini Mungu ashukuriwe, kwa sababu Mordekai, Esta na Wayahudi walitibua mpango wa Hamani. Katika Esta sura ya 3 mstari wa 7, basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani, mwaka wa 12 wa mfalme Ahasuero, wakapiga puri, yani kura, mbele ya Haman, siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Basi Haman akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wao. Nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala wazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana na. Basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakao simamia shughuli hiyo, wasiweke katika hazina ya mfalme. Ndipo mfalme alipovua pete yake mkononi, akampa Haman bini Hamidatha Mwagagi, adui wa Wayahudi. Kisha mfalme akamwambia Haman, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vema. Mbili zishapangwa, mauaji yatekelezwe Januari, mwezi wa Nisani. Lakini Mungu ashukuriwe kwa sababu Mordekai alisimama kutibua. Kwa hiyo ukisoma katika sura ya 4 mstari kuanzia wa 12, haya ni maombi yaliyoitishwa wapendwa. Funguo tulionayo ni maombi. Amen. Funguo tulionayo ni mamlaka. Amen. Katika kitabu cha Esta sura ya 4, ile pale nilisoma Esta sura ya 3 kuanzia mstari wa 7 hadi mstari wa 11. Sasa Esta sura ya 4 kuanzia mstari wa 12. Basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esta, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esta jibu la kusema, wewe usijidhanie ya kuwa utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Mstari wa 14. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, mwambie jirani yako sitanyamaza. Mwambie mwingine sitanyamaza. Kwa nini tunyamaze wakati vile tunavyo?
Kwa nini tunyamaze wakati tunajua? Kwa nini tusifanye kitu? Mordekai akawa anamfundisha Esther, usikubali kunyamaza wakati kuna jambo la kufanya. Lakini akamwambia kama utanyamaza, Mungu atainulia Wayahudi msaada, wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Basi Esther akatuma ili wamjibu Mordekai, uende kuwakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, wala sio 7, ni 3. Mkafunge muda wa siku 3, usiku na mchana, nami na wajakazi wangu tutafanya nini? Tutafunga vile vile. Wakristo wategemei maombi ya kufunga wachungaji. Mchungaji, funga basi kwa ajili yangu. Mimi funge kwa ajili yako. Na mimi nani anafunga kwa ajili yangu? Kama tufunge wote. Mordekai afunge, Esther afunge. Esther afunge, wajakazi wafunge. Mchungaji, nafunga sana kwa ajili ya wanangu. Waambie na wao wafunge. Amen. Nasema waambie na wao wafunge. Amen. Waambie waanze hata kidogo kidogo, usiwalelee tu kwa chekea. Wote wanangu akifunga wanasikia tumbo linawauma. Kwani wao ndio matumbo peke yao? Sisi hatuna matumbo. Sisi hatuumii tukifunga. Tunaumia. Lakini wao wafunge na sisi tufanye nini? Tufunge, tutibue kazi za kichawi. Amen. Wewe kama ni mdada funga, wazazi wako pia wafunge kwa ajili ya kuolewa kwako. Wewe kama ni mkaka funga, wazazi wako pia wafunge kwa ajili ya kuja kwenye ndoa yako. Wewe kama ni mke na mume, wote fungeni ili huduma zikue, biashara zikue, mafanikio. Lazima tufunge kwa pamoja. Sio mtu mmoja. Kwa hiyo mimi na wajakazi wangu pia tutafunga muda wa siku 3, usiku na mchana. Mimi na wajakazi wangu pia tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Nami nikiangamia, nani angamia? Hautaangamia baada ya maombi. Nasema hautaangamia baada ya maombi. Wataangamia wale tu ambao hawataki kuomba. Wataangamia wale tu ambao hawataki kufunga. Wataangamia wale tu ambao hawako tayari. Lakini wale walio tayari hawataangamia katika jina la Yesu. Nasema hawataangamia katika jina la Yesu. Nasema hautaangamia. Amen. Unaamini? Amen. Nasema unaamini? Amen. Nasema unaamini? Amen. Kwamba upo katika mwezi sahihi wa maombi, mwezi sahihi wa kufunga, mwezi sahihi wa kupanda sadaka zako, mwezi sahihi wa kuweka mipango yako, mwezi sahihi wa kufungua miezi mingine. Unafungua Februari, unafungua Machi, unafungua April, unafungua Mei, unafungua Juni, unafungua Julai, unafungua August, unafungua Septemba, unafungua Oktoba, unafungua Novemba, unafungua Desemba. Utaifungua kwa jina la Yesu. Amen. Nasema utaifungua kwa jina la Yesu. Amen. Uko tayari? Amen. Nasema uko tayari? Amen. Simama pale ulipo uombe maombi mafupi na nitakuombea na tunakwenda kufungua mwaka mzima katika jina la Yesu. Omba mbele za Bwana. Mwambie Bwana, na ufungua huu mwezi kwa jina la Yesu. Na ufungua kwa sadaka zangu, na ufungua kwa maombi yangu, na ufungua kwa dua zangu, na ufungua kwa sala yangu, na utamkie mwezi huu kwa jina la Yesu. Utamkie huu mwezi, utamkie. Tamkia Januari kwamba utakuwa mwezi wa baraka. Tamkia mwezi wa pili, tamkia mwezi wa 3, tamkia mwezi wa 4, tamkia mwezi wa 5, tamkia mwezi wa 6, tamkia mwezi wa 7, tamkia mwezi wa 8, tamkia mwezi wa 9, tamkia mwezi wa 10, tamkia mwezi wa 11. Miezi yote unaitamkia baraka, unaitamkia mafanikio. Utamkie na mwezi wa 12 ya kwamba hakuna mwezi utakao kukataa, hakuna mwezi utakao kukataa. Lolote utakalofanya mwezi wa pili likafanikiwe, lolote utakalofanya mwezi wa kwanza likafanikiwe, lolote ambao unakusudia kufanya mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6 likafanikiwe, lolote ambao unapanga kufanya kwenye mwezi wa 7, wa 8, wa 9 likafanikiwe, lolote ambao unapanga kufanya mwezi wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12 likafanikiwe. Fungua miezi kwa jina la Yesu. Ifungue kwa jina la Yesu. Ifungue kwa jina la Yesu. Panga siku zako 2-3 za kufunga. Panga siku zako 2-3 za kufunga. Utaona milango inafunguka. Utaona madirisha mbinguni yanafunguka. Utaona baraka zinakuja. Utaona afya inakujia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu Baba, kwa mamlaka ulionipa, kama ulivyosema wewe ndiwe Petro, nami napokea wito huo.
kwamba wewe ndiwe mtumishi wangu Gaudens. Amen. Nimekupa funguo za ufalme. Lolote utakalofunga duniani litafungwa na mbinguni. Amen. Na lolote utakalofungua duniani litafunguliwa mbinguni. Amen. Mungu kwa mamlaka hiyo, kuanzia mwezi wa kwanza nafungua baraka. Amen. Nafungua baraka za uzima. Amen. Baraka za afya. Amen. Baraka za kibiashara. Amen. Baraka za kikazi. Amen. Baraka za ndoa. Baraka za elimu. Baraka za safari. Baraka tunapoingia na kutoka kwa jina la Yesu. Ninafungua mwezi wa pili, nafungua mwezi wa tatu, nafungua mwezi wa 4, nafungua kila mwezi katika mwaka wa 2021. Kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, wa 10 na wa 11, ufunguke kwa jina la Yesu. Ufunguke kwa jina la Yesu. Ufunguke kwa jina la Yesu. Na ninatibua kila mpango wa Haman. Ninatibua kila mpango wa kichawi unaopangwa juu yako. Ninatibua kila mpango wa wewe kufukuzwa kazi, kufukuzwa katika ndoa, kuachika. Kila mpango mbaya wa kichawi ninautibua kwa jina la Yesu Kristo. Wamepanga Januari kwa lengo la kutokea Februari, kutokea Machi, kutokea April, kutokea Mei, Juni, haitatokea kwa jina la Yesu. Wamepanga Januari kwa lengo la kutokea mwezi ule wa Julai, mwezi ule wa Agosti, mwezi ule wa Septemba, mwezi ule wa Oktoba, Novemba, Desemba, haitatokea kwa jina la Yesu. Kila ulichopanga katika roho kimetibuliwa. Kila ulichopanga katika mwili kimetibuliwa. Kila ulichopanga katika kazi kimetibuliwa. Wamepanga kwa kusukumia magonjwa, hayatakupata kwa jina la Yesu. Wamepanga kusukumia uvivu, hautakupata kwa jina la Yesu. Wamepanga kusia watu wasije kanisani, haitatokea. Maana makumi kwa mamia wanakuja kanisani kwa jina la Yesu. Makumi kwa mamia wanaokolewa kwa jina la Yesu. Mamia kwa maelfu wanakuja kanisani kwa jina la Yesu. Mamia kwa maelfu wanaokolewa kwa jina la Yesu. Mamia kwa maelfu wanaponya kwa jina la Yesu. Roho yoyote inayosimama kutaka kuzuia watu wasifanye kitu chema, wasimtolee Mungu sadaka, wasitoe zaka, wasitoe dhabihu, hiyo roho imeshindwa katika jina la Yesu. Roho ya kinalima mchawi mwaka huu hayana sehemu. Tunayafungia kule kule yaliko kwa jina la Yesu. Hayatalifikia kanisa la Mungu. Halitaathirika kanisa la Mungu. Roho ya kinabaa Yesu wachawi tunayafunga katika jina la Yesu. Bwana bariki watu wako. Bariki kanisa lako. Na baraka hii ikufikie wewe ulioko hapa, imfikie yoyote ambaye anasikiliza ujumbe kupitia mvua za baraka kwa jina la Yesu Kristo. Baraka hiyo ikufikie. Baraka hiyo ikufikie. Kila mwezi katika mwaka huu, mwaka 2021, umefunguliwa kwa ajili yako. Umefunguliwa kwa ajili ya familia yako. Umefunguliwa kwa ajili ya huduma yetu. Hakuna mahali popote ambapo utakwenda na utakuta mlango umefungwa. Unapenda kutafuta kazi, mlango umefunguliwa. Unapenda kutafuta pesa, mlango umefunguliwa. Unapenda kutafuta mke, mlango umefunguliwa. Unahitaji mume, mlango umefunguliwa. Hakuna uliyefungwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu anasema asante kwa kuwa najua umenisikia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele sema amina. Piga kelele sema amina. Miezi yako yote iko wazi. Imefunguliwa. Watibuaji tumewazuia. Tumenena neno la kuwazuia watibuaji, hawatatibua katika jina la Yesu. Mungu awabariki. Tumefikia